Hakuna wanaume ambao huwa wanawapitisha kwenye ndoa za majuto wanawake kama wale ambao inafika wakati anaona mimi niliwahi sana kuoa, umri wangu ulikuwa bado. Wanaume wa aina hii huwa wanasumbua sana. Hasa ambacho huwa kinawaponza kwa asilimia kubwa ni makundi ambayo mnakuwa nayo. Wewe mwanaume, kuwa na rafiki ambaye hajaoa ni sawa tu, pengine huyo rafiki yako ulikuwa naye kabla wewe hujajiingiza kwenye maisha ya ndoa. Lakini unazungumzia yale makundi. Kuna wanaume ambao mko kwenye umri wa wastani, yani nyinyi sio watu wakubwa, yani kujitambua kwamba nikae kama mwanaume sasa, sawa nitakuwa na watu lakini nitajiwekea mipaka yangu. Wengine bado umri huo hamjafikia. Yani unajikuta umeoa lakini bado unaishi maisha ya kitoto, maisha ambayo inatakiwa uachane nayo. Kuna watu sasa hivi wameoa, wako kwenye makundi ya watu ambao hawajaoa, yani ni makundi, sio rafiki mmoja, ni kundi zima halijaoa. Wewe peke yako ndio umeoa. Na hilo kundi mna tabia kusafiri, kwenda sehemu mbalimbali kula bata. Mnachangiana tu hela, mnaenda sehemu fulani kutembea, mnaenda sehemu fulani kutembea. Makundi hayo huwa yanasababisha wewe uone kama maisha ya ndoa yanakubana. Uone kama maisha ya ndoa yanakuchelewesha wewe kula bata. Wakati mwingine unaweza kupata mwanamke ni mzuri tu, yuko sahihi, amenyoka, lakini ni wewe na mtazamo na makundi unayomiliki. Mtazamo unakufanya wewe uone kama hapana, mimi niliwahi. Hao watu unaokuwa nao karibu wanakusababisha wewe unaona wewe kuwa na ndoa ni majuto. Kwa sababu gani? Wenzako wako pale, hawana wake nyumbani, hakuna mtu wa kumpigia simu kwamba uwahi nyumbani, hakuna. Wao wanaishi maisha ya uhuru, wanaweza kukesha huko kwenye madisko mpaka saa 10, saa 9. Kwao ni sahihi, lakini wewe ukishakuwa na familia, hilo sio jambo sahihi kwa wewe mwanaume kulifanya. Na ukishamuoa mkeo, kuna vitu ambavyo anaruhusiwa kukuuliza wewe kama mwanaume. Kuchelewa sana nyumbani wakati mwingine sio sahihi kwa wewe mwanaume. Mimi nawaambia ukweli, baadhi ya wanaume acheni makundi ukishaoa. Jitambue kabisa kwamba mimi sasa hivi naoa, naenda kuwa mume na baba wa familia. Baba wa familia, kuna ustaarabu ambao inatakiwa ustaarabike kwenye baadhi ya vitu. Hasa makundi, chuja kabisa, toa makundi mengine kwenye maisha yako. Usimame wewe peke yako, ujue kuipambania familia yako. Haya maneno hutayaamini mpaka pale hilo kundi litakapokufanya wewe mpaka ushindwe kupata pesa yoyote. Kuna watu sasa hivi mnashindwa hata kusevu pesa. Mnashindwa kutunza pesa kwa ajili ya maisha yenu binafsi kwa sababu ya makundi mnayomiliki. Mnashindwa kupiga hatua za kimaendeleo kwa sababu ya makundi mnayoyamiliki. Mna makundi ambayo mnaenda baa huko, mnanunua mapombe, mnafanya nini? Maisha ya kijinga. Wewe mwanaume ukishaoa, toka huko kwenye makundi. Achana na makundi, na kabla ya kuoa jishauri kabisa, je, mimi niko tayari kwenye kuingia kubeba jukumu la kuwa baba na mume kwa mke wangu? Ninaweza kuwa baba wa familia? Ninaweza kuwa mume kwa mke wangu? Ninaweza kujua namna ya kumtendea mke wangu na namna ya kuishi kwenye ndoa? Ndiyo, kuna vitu hauna ulazima kuviacha, lakini kuna vitu ni lazima uviache kabla hujaingia kwenye maisha ya ndoa. Hasa makundi, achana nayo. Hivi ninapoongea kuna wanaume wengine wananielewa kabisa ninachokiongea, kwamba hata wao wapo wanawashangaa wanaume wenzao, utakuta wanasema ni mdogo huyu, akili zake. Mwanaume unakuwa na makundi ya kitoto, mnaishi maisha ya kijinga. Wewe tayari una familia, inatakiwa upambanie maisha mengine. Utoke huko. Sawa, wewe kuwa unakunywa sio vibaya, lakini makundi ndio inatakiwa yaache. Mwanaume ukiwa peke yako unaweza kujiendea hizo sehemu za starehe, ukanywa pombe, kama unakunywa ukanywa bia zako 2, 3, unajirudia zako nyumbani bila kumkwaza mwenza wako, bila kumkwaza mke wako. Lakini jamani, unapokuwa na makundi ambayo mpaka saa 9 huko nje mnaselebuka, na mkeo akikuuliza unaona kama anakusumbua, unaona kama anakubana, hiyo sio sahihi. Umeingia kwenye maisha ambayo sio sahihi kwa wewe mwanaume uliyeoa kuishi. Na ndio maana yanakufanya wewe unaona kama kuwa na ndoa ni kama ibuliwahi sana, unaona kama mimi mbona nilijichanganya. Mpo wanaume wa aina hiyo, na mwisho wa siku unakuja kushtuka lile kundi sio watu wa kusema wana muamko wa kuoa, wapo tu wanaendelea na hayo maisha ya bata. Na kibaya zaidi, maisha ya pombe, maisha ya hovyo. Wanaenda kwenye mastarehe, wanachukua na wanawake. Yaani maisha wanayoishi hayaeleweki. Mwisho wa siku wewe umeoa tayari sasa. Huwezi kuendelea kuwa na kundi la namna hiyo. Huwezi kabisa. Na kuna wengine mnakuwa na makundi ambayo pengine wewe uwezo wako wa kifedha huwezi kuwa na watu kama hao. Yaani wewe ukiwa kama mwanaume lazima wewe unajifikiria kabisa kwamba lile kundi mimi siwezi kuingia. Kuna watu wana makundi ambayo wenzao wakienda huko baa kununua watu pombe za 500 sio shida zao. Wanaweza kununua pombe za 500 wakamwaga baa nzima watu wanywe. Lakini wewe unajijua kabisa huo uwezo huna. Ama pengine hizo pesa ulizonazo nitakiwa usave kwa ajili ya kutengeneza maisha ya familia yako.
Wakati mwingine wewe kama mwanaume jitafakari, fikiria vitu unavyovifanya. Ukishaoa wewe sio mvulana tena, wewe sio kijana tena, wewe ni baba. Haijalishi una umri gani, lakini umeridhia mwenyewe kwamba mimi nataka kuoa. Maana yake natakiwa ukae kama baba wa familia, ukae kama mume wa mke wako, kwa mke wako, ujue kubeba majukumu ya familia yako, ujue kwamba mimi napaswa kuwa vipi kwa mke wangu. Kuna vitu wewe kama mwanaume ni sahihi kuvifanya na kuna vingine sio sahihi. Huwezi kuishi na mke wako maisha ambayo unajitakia mwenyewe, yani ufanye kila kitu unavyotaka. Wewe tayari pia una mke. Ndiyo, mke wako hana nguvu, hawezi kukupiga, hawezi kufanya chochote, lakini hiyo ni heshima tu, kujijengea heshima kwa mkeo kama baba wa familia. Mwanamke anaishi hana amani, mwanamke anaishi analia. Wakati mwingine unatamani hata umwache, unaona kama anabana. Wakati mwingine watu wengine wanawaambia wake zao, sikutaki mimi, ondoka nyumbani kwangu. Kwa sababu unaona wewe hayo maisha kama ndio mazuri hayo ambayo unaishi huko kuliko kuwa na familia. Wakati mwingine Mungu anakufungulia milango ya baraka kwa sababu wewe una familia. Anakusaidia ili upate chochote kwa ajili ya familia. Hawezi kukunyima, anajua hata familia yako itateseka. Watoto wako watataabika. Watoto wako watalala njaa. Mungu anaamua kukubariki, anakupa riziki kwa sababu ya mke uliye naye, kwa sababu ya watoto ulionao. Sijui kama unanielewa. Ikifika wakati wewe kama mwanaume jitafakari, kama uko hapa ambaye unanisikiliza, ambaye una hiyo tabia, jitafakari kwamba mwisho wa siku haya maisha ninayoishi itakuwaje? Wewe utakapokubali kuingia kwenye hayo maisha ya kwenda kula bata kila mahali, mnanunuliana pombe, mnafanya nini, mnakesha huko mabaa, mwisho wa siku ni kipi utakachokipata kwenye maisha yako? Hakuna unachokitengeneza, unaharibu maisha yako. Na kama uko wewe hapa ambaye hujaoa, pia hayo maisha sio mazuri. Ishi kama mwanaume unayejitambua, jiwekee pesa zako, jua kabisa mimi natakiwa nijenge kesho yangu. Acha kukaa kama mtoto, wewe ni mtu mzima. Unabidi ufike mahali ukue. Kuna wenzako wengine unaweza kukuta ni watu wazima lakini akili za kiutu uzima hawana. Wengine wanafanyaga hayo maisha mpaka wewe na miaka 40, wao wanakuwa na hayo maisha tu ya kwenda kuishi huko, kula bata, kufanya nini, na pesa unakuta wenzako wanazo. Sasa wewe mwenzangu na mimi pesa huna. Unatakiwa kutafuta kwa ajili ya maisha yako. Jamani, wakati mwingine wanaume wengine mnakosea. Sio sahihi kwa wewe kuwa na makundi ambayo hayana chachu yoyote kwenye maisha yako. Hayakupi nguvu yoyote ya kupambana au hayakuinspire wewe kwa chochote niseme. Yaani watu ulionao hawakuinspire wewe kwa chochote. Hawana chochote na wenyewe ni makapuku tu. Maisha wanaishi ya bata na starehe nyingi. Hakuna wanachokifanya. Ondoka kwenye hayo maisha. Shikamana na mkeo. Kama mkeo unamwona kabisa amenyoka, ametulia, shikamana na mkeo. Achana na maisha hayo ya makundi. Mwisho wa siku umri utakuja kwenda, utajikuta huna familia na pesa pia huna. Utampoteza hata huyo mwanamke uliye naye na pengine alikuwa sahihi kwenye maisha yako.